kuhusiana na bwana Netanyahu. Natamani kwanza tupate mrejesho kukutana kwa Netanyahu na Rais Donald Trump, lakini nimeona pia mbali na kukutana kwao huko, Netanyahu ameenda mbali zaidi. Waziri mkuu wa Israel amekutana pia na wajumbe maalum wa Rais Donald Trump. Naambiwa picha zimezagaa, ujumbe wa kutosha, akipiga nao story na kuweka mikakati mbalimbali. Walisiwa mambo umekwendaje sasa? Yes, kwanza ni kwamba tunafahamu kwamba hiyo imekuwa ni ziara ya kimsingi sana ya Benjamin Netanyahu, kutazama waziri mkuu wa taifa la Israel na kwenda kujaribu kumshawishi Rais Donald Trump kuhakikisha kwamba anaenda kukubaliana na yale maslahi ambayo Netanyahu mwenyewe anahisi kabisa kwamba bado hajakaa kwenye meza mazungumzo. Na hoja msingi ambayo ilikuwa inazungumzwa kule Oman kati ya kina Ali Shamkani, wakina Abbas Aragachi, wakina Steve Witkoff na Jared Kushner ni kuhakikisha kwamba namna gani mpango wa nyuklia unakuwa sehemu ya mazungumzo. Lakini kwa nchi ya Iran walienda mbali zaidi kusema kwamba wao wapo tayari kujadili kuhusu mpango wa nyuklia, lakini sio kuacha kurutubisha mpango wa nyuklia, bali ni kujaribu kuzungumza kuhusu nyuklia salama. Kwa hiyo kumekuwa kuna utofauti, lakini zaidi sana zile intercontinental ballistic missiles zaidi sana, lakini zile shahidi ambazo umekuwa ni mwiba mchungu kwa taifa la Israel pale ambapo wanapoingia kwenye mtafaruku au kujaribu kuingia kwenye vita dhidi ya taifa la Iran. Kwa sasa alienda kwa Trump kujaribu kumshawishi kufanya lobbying, na hapa lazima tujifunze kwamba Wayahudi wamekuwa ni watu wazuri zaidi wa kufanya lobbying, kuweza kushawishi dhidi ya nchi ya Marekani. Kwa mfano hizo picha ambazo unaziona za Netanyahu kujaribu kukutana na maafisa waandamizi wa ikulu ya White House, hata kukutana na maseneta, mawaziri, maana ni kwamba sasa ni kujaribu kurobi. Na kurobi maana ni kwamba unaenda kukutana na watu wa kimkakati au wafanya maamuzi ambao watakuwa wanafanya maamuzi au wanatunga sera au kuna mikakati ambayo wakichukua itakuwa na faida katika taifa lako au katika eneo lako. Hiyo ndio tafsiri kubwa ya kulobi. Kwa hiyo hawa ukiacha kwamba Netanyahu ameenda mwenyewe, ukiacha kwamba unajua kwamba Trump na nchi ya Marekani wanaamini katika hiyo white supremacy, wanaamini katika dhana ya kutazama zana Christianism, kutazama zana Zionism movement, lakini bado wamekuwa na taasisi zao nyingi ambazo zimekuwa zikiwasaidia kufanya lobbying na hata kuna uchaguzi kuweza kutoa pesa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kuilinda taifa la Israeli. Nimesema nyingi hapo kwamba kuhusu masuala ya AIPAC, kuhusu masuala ya Christian Zionism, kuhusu masuala ya Zionism movement, kutazama masuala ya Israel Foundation, zote zimekuwa ni taasisi za kufanya lobbying. Lakini lazima tufahamu kwamba Marekani na Israeli kuna eneo la Mashariki ya Kati wamekuwa na maslahi ambayo ya msingi, tunaita common interest, ambazo zimekuwa zikilitazama taifa la Iran kama likiweza kuwa na nguvu kubwa za kijeshi itakuwa ni tishio dhidi ya usalama wa Israel. Na sera kubwa ya Israeli dhidi ya Iran ni kuiona Iran ambayo imezoofika, kama vile ambavyo ilivyodhoofika kwa mfano Syria. Tumeshuhudia kwa mfano kipindi cha Hafez al-Assad, baadaye Bashir al-Assad paka akaondoka, sasa hivi al-Shara. Tumeshuhudia kwa mfano katika eneo la Lebanoni namna ambavyo wajaribu kuwadhoofisha makundi ya Hezbollah. Kwa mfano tazama kwa mfano eneo la Palestina, eneo la Gaza, waliweza kuwadhoofisha makundi ya Hamas kule Yemen, Houthi, kutaka eneo la Somaliland, katika eneo la Somalia kuweza kuhakikisha kwamba waweza kupambana na Houthi kutokea katika mfereji wa El Mendeb katika eneo la kaskazini mwa Somaliland. Kwa hiyo umekuwa ni mkakati wake kuhakikisha kwamba wanaenda kuzoofisha mataifa yote kinzani katika ukanda wa nchi za Kiarabu. Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo sera ya antagonisti, yani kumekuwa kuna utofauti mkubwa wa mtazamo wa Irani wanapoitazama Mashariki ya Kati na mtazamo wa Israel dhidi ya Marekani wanapotazama Mashariki ya Kati. Kwa sasa hii ziara usichukue maziara ya kawaida. Hii ni ziara ya msingi kwa sababu ukirejelea mazungumzo au negotiation ambazo zinaendelea katika nchi ya Iran. Na vile vile tumeona kumeendelea kuongezeka kwa kupeleka vinu vya kijeshi. Kwa mfano nimeona katika eneo la Qatar Marekani wameongeza nguvu za kijeshi. Yani nguvu za kijeshi zinaendelea kuongezwa kwenye maeneo muhimu ya jeshi la Marekani, yes, Mashariki ya Kati. Huko nje, Mashariki ya Kati, yes. Kule kwa Qatar kule watu wamepelekewa vifaru. Kwa mfano ya THAAD imeongezeka ya ulinzi, piga mavitu kule. Yes. Israeli mwenyewe amepewa ulinzi wa anga katika kambi ya Jordan kwa mfano, amepewa ulinzi wa anga. Kwa hiyo haya ni maandalizi
kama pale ambapo wasipofikia amani makubaliano. Nimeona pia hadi Afrika amepeleka wanajeshi Marekani pia. Sio kwamba Afrika hii nani kuna nchi amezichagua kuna nchi amezichagua amepeleka kwa mafunzo, lakini pia kwenye masuala hayo kujiweka sawa. Yes, na sera kubwa ya kupeleka vifaa au hizo ambazo zinaitwa military base ni kujaribu kulinda uchumi na kuweza kulinda maslahi ya hiyo nchi. Unafahamu kwamba kuna dhana ya kupambana na international terrorism, ugaidi wa kimataifa ambao umekuwa ni ajenda msingi ya Marekani kwa sababu zinazoita makundi ya itikadi kali. Kwa hiyo hayo mazungumzo ni mazungumzo ambayo kwa kweli ni mazungumzo ya msingi kwa Netanyahu kwa sababu inaenda kuwa determining factor. Na pia ni sehemu yake ya kupata ulinzi wanasema. Lazima wewe utafuta ulinzi. Unajua ndugu yangu Marekani sasa Iran tayari mimi lakini kwa upande wa jana nimeona Iran wamesherehekea miaka 47 ya mapinduzi na Ayatollah Khamenei ametoa hotuba kali ya nilikuwa nakuja hapo nimemwona rais wa Iran pia wakati ametoa hotuba kali of course ya ujasiri na nini lakini ameomba radhi jana. Ndio. Yaani wakati atoa hiyo misimamo yake na nini nimeona vile ameomba radhi akisema kwamba au hii utachambua utatuambia. Yaani rais wa Iran kuomba ndio anaita rais wa Iran. Wao waliniambia jana kuna cheo, kuna supreme leader na kuna rais ndio. Sasa rais wa Iran yeye akaomba radhi kwa yale ambayo umetokea. Na akisema kwamba masuala ya ukandamizaji haiwezi kujirudia tena kwa raia. Yaani ukandamizaji kwa raia, akiomba radhi. Akasema sasa au ni sehemu ya Yes kabisa. Jana Masoud Pezeshkian amezungumza na ameweza kuomba kama ulivyosema ameomba wananchi kwamba sasa tusahau yaliyopita na unafahamu kwamba kuna yale maandamano ambayo yametokea katika miji mbalimbali kuanzia Tehran kwenye masoko yaliweza kusababisha vifo vingi vya wananchi. Na ukiacha kwamba ni maandamano ambayo yalikuwa yanatajwa kwamba wanataka kuangusha serikali, lakini vile serikali na vikosi vya IRGC vilitumia nguvu dhidi ya waandamanaji na wakaweza kupelekea mauaji makubwa. Kwa jana rais wa nchi anaomba radhi kwa wananchi. Tusameane. Hii ni siku yetu muhimu. Si ndwele. Na kiongozi mkuu wa nchi Ayatollah Khamenei yeye akatoa tamko akasema kwamba nguvu ya taifa haijengwi na kuwa na vinu vikubwa vya mabomu. Lakini nguvu ya taifa inajengwa na kuwa na nia, watu kukupenda, kukubali mshikamano wa taifa. Unafahamu kwamba Ayatollah ule ni imamu, unajua ni kiongozi wa kidini. Unajua Ayatollah watu nafikiri ni jina, sio jina. Jana ulichambua vizuri sana hapa. Kwamba Ayatollah bwana sio jina. Yule ndio kiongozi wa mwisho mkuu wa mwisho. Alafu kuna rais ambaye ametoa kauli. Kwa huyu anapozungumza huyu Masoud Pezeshkian hapa anazungumza kisiasa. Lakini yule Ayatollah azungumzi kisiasa. Yule anazungumza kuhusu, ndio maana akizungumza anazungumza kuhusu kwa mfano masuala ya imani, masuala ya utu, ubinadamu. Ndio maana akienda msikitini anavotoa yale mawaidha amekuwa kama akiongea na taifa. Kwa hiyo yeye ndio anatoa mwelekeo wa taifa. Kwa hiyo namna nchi yao ilivyotengenezwa tangu mwaka 1979 watengeneza hiyo taasisi ya Ayatollah ambao wanakuwa ni watu ambao wamesoma dini sana. Utazama wana hekima sana ambao wanakuwa wanapewa hiyo hadhi ya kuwa supreme leader, lakini katika mfumo wao kuna hiyo taasisi ya urais ambayo inapigiwa kura. Kwa hiyo Ayatollah hapigiwi kura. Kama vile ambavyo alivyokuwa Ayatollah Ruhollah Khomeini, Ayatollah Said Khamenei, kwa hawa ni wakuu wa nchi. Utazama. Kwa jana wamezungumza na wameomba wananchi msamaha, na nimeona dunia nzima wamependa huo moyo wa sasa yaliyopita si ndwele, tuweze kuganga ajayo na kuweza kuhakikisha kwamba tuweza kujenga nchi yetu. Mwitikio yani wa watu kwenye mitandao sio? Kabisa. Kuhusiana na kile ambacho kimetokea kule, wenyewe inaonekana kuwa kama mambo yamekaa sawa. Mekaa vizuri hiyo. Mekaa sawa bin sawia. Unaona pia watu wakisema bwana huenda vita sasa ikawa mwisho kwa haya ambayo yamezungumzwa.
Sawa, tazame taarifa nyingine. Tukiachana na taarifa hiyo, karibu sana kwa ambaye pengine alikuwa anapita tu akakutana na Morning Express hapa. Tunazungumza bwana yale ya kimataifa.